Habari wa Tanzania. Leo naomba niwaonyeshe ni kwa kiasi gani ukimchagua Samia Suluhu Hassan kuwa rais wa Tanzania, kwanza utakuwa umeshiriki kukwamisha maendeleo ya Tanzania. Lakini pili, utakuwa umeshiriki kukanyaga au kuharibu demokrasia ya Tanzania. Tatu, utakuwa umewadhalilisha wasomi wa Tanzania. Nne, utakuwa umeshiriki kuharibu taswira ya Tanzania katika uwanda wa kimataifa. Ndugu zangu wa Tanzania, unaiona hii nchi yetu ya Tanzania hii? Tanzania ni unitary state kama zilivyo China, Japani, Urusi, Korea Kaskazini. Tunaposema unitary state, tunamaanisha kwamba Tanzania ni nchi ambayo madaraka makubwa ya uendeshaji wa nchi yamewekwa kwenye mikono ya serikali, au tunaweza kusema yamewekwa kwenye mikono ya rais. Katika nchi nzima ya Tanzania kiongozi yuko mmoja tu. Kiongozi ni mmoja tu, anaitwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hao viongozi wao wengine wote mnaoona hao ni vivuli au ni reflection ya huyu mtu mmoja, anaitwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unamuona makamu wa rais? Makamu wa rais wa Tanzania kwa mujibu wa katiba ya Tanzania hana mamlaka ya kumteua hata katibu tawala wa wilaya. Unamuona waziri mkuu anateuliwa na rais. Mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama CDF anateuliwa na rais. Mkuu wa jeshi la polisi IGP, makamanda wa polisi wa mkoa, makamanda wa polisi wa wilaya, wote wanateuliwa na rais. Unaona hao wafanyakazi wa serikali hawa wote bosi wao au wameajiriwa na rais, na rais ana mamlaka au ana madaraka au ana uwezo wa kumfukuza kazi mfanyakazi yeyote wa serikali. Sasa mtu anaweza kujiuliza kivipi? Kuna kitu tunaita tume ya utumishi wa umma au secretariat ya ajira. Sasa mwenyekiti wa tume ya utumishi wa umma na wale wajumbe wote wa secretariat ya ajira wameteuliwa na rais na wanafanya kazi kwa niaba na kwa ajili ya rais. Unaona hao wakuu wa vyuo vya umma, wakuu wa vyuo vikuu vyote Tanzania, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Ardhi University, UDOM, Mzumbe, yani rais anateua kuanzia tunasema kansela anateuliwa na rais. DVC, vice chancellor anateuliwa na rais. DVC PFA, DVCAA, wote wanateuliwa na rais. Katika ngazi ya chuo kikuu cha umma, rais anateua mpaka wakuu wa idara. Sasa unaona hao mawaziri, naibu waziri, makatibu wakuu wa wizara, wote wanateuliwa na rais. Wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, makatibu tawala, wakurugenzi wa halmashauri, wote wanateuliwa na rais. Wakuu wa mashirika ya umma, wakala na mamlaka zote za serikali, iwe ni TRA, NFRA, iwe ni TBA, iwe ni shirika la nyumba, kuanzia mwenyekiti wa bodi, wakurugenzi wa mashirika, wote wanateuliwa na rais. Mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi, mkurugenzi mkuu wa tume ya taifa ya uchaguzi, wote wanateuliwa na rais. Kwa hiyo unaweza kupata picha. Kwa kifupi, katika nchi viongozi wote wa serikali wanateuliwa na rais. Unaliona bunge la Tanzania lile? Yani kwa kifupi, kwa Tanzania hapa wabunge hawana utofauti na mbwa anayebweka sana lakini hana meno. Yani wabunge hawana utofauti na mtu ambaye ana hasira sana lakini hana nguvu. Wabunge hao unaona wanapiga kelele. Yani tunasema ni sawa na kilio cha samaki, machozi yanaenda na maji. Unaliona bunge la Tanzania hili? Bunge la Tanzania rais ndio anaamua nani awe speaker, nani awe naibu speaker, nani awe katibu wa bunge. Rais ndio anaamua. Sasa kwa muktadha huo unaweza kupata picha kwamba katika nchi kama Tanzania au katika nchi yote ambayo ni unitary state, mkifanikiwa kuchagua rais bora, mmeyapata maendeleo. Na mkichagua rais mbovu, kwa kifupi imekula kwetu. Ndugu wa Tanzania, unaiona Tanzania hii? Ukiona kuna vitendo vingi vya ufisadi, wewe jua kwamba fisadi namba moja ni rais. Ukiona kuna matendo ya utekaji, unyanyasaji wa raia, wewe jua kwamba mnyanyasaji wa kwanza wa raia ni rais. Kwa sababu rais ndio tunasema ndio chain, yani tunapozungumzia flow of power, yeye ndio kiongozi mkuu wa nchi. Sasa mimi niseme kwamba kwa nini nasema Samia amekanyaga demokrasia? Nisikilize nikwambie, unamwona Samia Suluhu Hassan? Samia Suluhu Hassan hajateuliwa wala hajawahi kupendekezwa na Chama cha Mapinduzi kugombea urais. Samia Suluhu Hassan ametumia madaraka yake kwanza kama rais,
pili kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, pili kama mwenyekiti wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo ametumia madaraka yake, amejipendekeza yeye na ameshinikiza, tunasema kikao cha mkutano mkuu. Amekishinikiza yeye, kwa kifupi amejiidhinisha yeye. Sasa kwa muktadha huo huwezi kusema mtu huyu ni mwanademokrasia. Labda nihitimishe kwa kusema kwamba ndugu zangu, kufeli darasa la 7 au kufeli kidato cha 4 haimaanishi umefeli maisha. Na wala haimaanishi kufeli darasa la 7 au kidato cha 4 ni ugonjwa. Hapana. Lakini kama umefeli darasa la 7 na umefeli kidato cha 4, you are totally not fit to lead the country. Yani kwa kifupi wewe hutoshi kuongoza nchi. Hususan nchi kama Tanzania yenye changamoto nyingi, matatizo kibao, nchi ambayo inahitaji mtu mwenye akili nyingi aweze kuwashirikisha Watanzania kuzikabili changamoto zao. Asanteni kwa kunisikiliza. Anza kupea matajiri zile vitu vya maana sana kama bandari, waziendeleze. Watakuwa wanachukua loan pale popote bila kujali ni interest gani watalipa. Mzungu tu watu wa International Monetary Fund IMF wanapatiana tu loan, ndio waje ukilemewa wanakuja kunyang'anya bandari yako ama uwanja wa ndege, kwa sababu wanajua uko na taifa, yani ni kitega uchumi kwao. Sasa sisi ambao tulipigana uhuru, sasa ilikuwa haja gani? Ni kitu cha kuuliza. Na ni kitu cha kufanya moyo wako ukajiuliza, kweli Tanzania tunaelekea wapi? Kama mimi siwezi nikatumika kuitengeneza nchi yangu na yani maarifa yangu, usemi wangu, maswali yangu, hakuna mtu anaweza sikiza ila mimi ndio nalipa ushuru. Mtu anajitokeza hapa anasema tunaenda kutiki. Na bado mwenye kwenda kutikiwa ndiye anayechagua tume la uchaguzi. Ni kama mnaenda mpira wa Yanga na Simba, alafu wewe unachagua refa. Sasa mimi itakuwaje mimi nikifanya makosa kweli ataniona? Mnataka reforms kwa sababu ya hii. Wanja uweke sawa kila kwamba hata kukija dikteta miaka 20, nyinyi vijana mmepigania, anafuata utaratibu uliopo, sio wenye anafikiria au wenye wa kujiteletea yeye mwenyewe. Sijui kama nafahamika. Kwa sababu nchi kama Amerika linaendelea kwa sababu rais yeyote akikalia hicho kiti, kuna zile sheria ambazo zinafanya nini, zinafuatwa. Ingekuwa kuna utaratibu, basi Obama angesaidia Waafrika sana. Sijui kama napatikana. Hebu niombe nafasi nimpatie Mtanzania pia apeane nondo zake, kwa sababu mimi nakerekwa sana, kwa sababu mimi nalipa ushuru na walipa hao. Sasa sijui kwa nini nisiulize maswali, kwa sababu mimi ndio bosi. Asante. Ina naweza ongea pia? Abdul, nasikia una type hapo. Nataka nimuulize, kwa nini wewe Mkenya unaumia sana kuliko sisi wa Tanzania ambao tumekaa kimya? Mimi naumia kwa sababu jirani kukiwaka moto ati unakaa hivi uzimi moto, hiyo naye itakuwa nyingine. Kumbuka Tanzania na Kenya ni mpaka uliochorwa na mbeberu. Sisi ni kitu kimoja. Ni kama tuko kwa nyumba moja, ni vile tu umelala bedroom nyingine. Si ile nimelala. Maybe niko katika sebule, wewe uko kwa room nyingine. Niulize swali nyingine. Issue ni kwamba watu wengi wanahamasika kuandamana tarehe 29. Lakini Watanzania wana hofu ya uoga, na uoga wao hausababishi kutokana na eti wanaogopa kutoka. Ni kwamba mifumo ambayo imewekwa labda wanajua wanaweza kuipambania kwa kutumia haki na usawa. Sasa
kwa pointi yangu mimi hapa ninachokiona katika maandamano kuna vingi vinatokea. Kuna uchafuzi. Usishushe huyu jamaa jamani. Nataka twende kwa maswali ya dodoso. Usimjaribu kumshusha. Maana ni lazima tuhamashishane. Either atuelimishe ama tumuelimishe. Kwa sababu gani tunaenda kwa maandamano? Tuwe na sisi kwamba tuko watu wa mbele pia kupata uhuru wa kuongea. Tusije pia tukawa madikteta. Kwa hivyo msimshushe mpaka malize hoja zake mpaka ajitoe mwenyewe. Asante. Endelea. Kwa hiyo mimi naona kwamba maandamano hawezi kuleta haki. Kwa sababu hata nyie Kenya hamkupindua serikali kwa maandamano. Kinachotokea kwanza nikurekebisha hapo. Abduli, kwanza nikurekebisha hapo. Sisi tulikuwa tunaandamana kwa sababu ya utawala mbaya wa kulete finance bill ambayo inatutoa ushuru. Na tulifanikiwa kwa sababu hiyo finance bill haikutiwa sahihi na rais. Kwa hivyo sisi hapo tulikubaliana, tulipata chenye tulikuwa tunataka. Na baada ya hivyo tukaamua tuchomi inchi kwa sababu chenye tulikuwa tunaandamania tumekipata, unless wewe sasa unafuata taarifa zisizo za ukweli kwamba finance bill ambayo ilikuwa inataka kusainiwa ndio kila kijana ambaye hata kama hafanyi kazi bado anatoa ushuru liliangushwa chini. Mimi point yangu iko hivi. Kama Tanzania walitaka kuandamana, mimi sikatai maandamano. Mimi sikatai kwamba umepata hoja yangu kwamba chenye tulikuwa tunaandamana, kwa sababu nimesikia ukiwa na hoja ya kiupuzi aje tuliandamana na tu kupata kitu. Umeelewa kwamba tulipata chenye tulikuwa tunataka? Tuanze hapo. Ndio. Yani maandamano ambayo wanahamasishwa Tanzania ni maandamano ya kumtoa Mama Samia katika kiti. Yani kumtoa pale alipo. Sasa hiyo inakuwa ni kama ni uasi unaofanyika. Yani mimi ambacho nilikuwa naona kama watu walitaka kuandamana kweli, wangeandamana kabla ile tarehe. Ndio. Nikurekebisha hapo kwanza. Rais, kwa nini watu wamefikia hiyo hatua? Wamefikia hiyo hatua kwa sababu asikilizi. Watu wanapenda maridhiano. Mimi naamini wa Tanzania wanapenda amani. Na hakuna mtu ambaye apendi amani. Tuelewane hapo. Kwa hivyo kama mimi ninakwambia kupoteza watu, kuwateka na kuwapoteza ni vibaya, tuelewane. Hii jambo tuliache. Ngoja kwanza subiri kwanza. Niweke hoja yangu vizuri. Sawa. Na kueleza kufanya hivi ni kubaya. Ni kama sasa nikwambie kunitusi ni vibaya bwana. Tuache matusi. Ikawa wewe mwenyewe uwezo kaacha matusi. Nitabakia na nini kingine cha kufanya usinitusi ila kukupiga? Swali tu. Kwa hivyo wakati Suluhu ndio hakuna mtu ambaye anapenda nchi yake ikiwa katika hali ya taharuki kama Somalia. Lakini tuangalie viongozi wenyewe wanataka maridhiano. Sasa hivi Heche alizuiliwa kwa nini? Kama wao walikuwa naona yenyewe tuko serious, watu wanaweza andamana na si ati watu wa Tanzania tu, wa Kenya naamini watavuka. Kwa maana wanapenda mapambano kwa sababu ya amani. Heri ni kueleze kwamba usinitusi tukapeana heshima bwana. Tunaelewana? Ndio. Kwa hivyo rais ndio tufike katika uwaini. Kuna steps zimeanza. Kwanza watu wakaanza kusema hatutaki kufungiwa makanisa. Gwajima akaenda wapi? Akaenda kule kotini. Ikawa mfumo wa kotini ni kama unaveva walio madarakani. Aya, kuna jamaa alifungiwa na tume la uchaguzi asigombe. Akaenda mahakamani, High Court. Mahakamani ikampatia ruhusa. Bado tume la uchaguzi haitaki kumwadhinisha kuwa anapigania kwenda kwa uchaguzi. Sasa hili tume la uchaguzi linasikiza mahakamani kwa sababu mimi najua nguvu mfumo wa Tanzania una nguvu tatu. Kuna bunge, kuna koti na pia kuna wale walio madarakani. Sasa itakuwaje hao watu watatu waheshimiani, inakuwa mmoja tu ndio tunampata, yani tunafuata habari zake. Haje sasa.
Hebu nieleze. Hiyo milolongo mitatu uliozungumzia wewe ni mahakama, bunge na serikali, lakini yote yanakuwa yanaongozwa na serikali. Wote wako na haki sawa. Leo mahakama, ngoja